kwenda kufurahia tendo la ndoa na wenzi wao ni tatizo ambalo linasababishwa na mabadiliko ya kimwili na specifically mabadiliko ya kimwili sehemu hizo za siri. Kwa hiyo ni vizuri kwanza kupata uchunguzi, kwa sababu kuta zile za uke huwa zina tabia ya kujirevive, yani ya kujitengeneza upya, lakini kutokana na sababu moja au nyingine ile shughuli ya kujirekebisha upya inasimama. Kwa hiyo mtu anakuwa tu ni mkavu, aidha kutokana na stress, aidha kutokana na hizo infections zilizompata mara kwa mara, aidha kutokana na hormone kushuka. Kwa hiyo sasa tukimuona na tukimfanyia uchunguzi, tunajua kabisa huyu badala ya kutumia hizi vilainishi ni kitu ambacho kinatibu kwa muda ule tu, sio kwamba umeondoa ile tatizo. Ni bora waje kliniki, tukishafanya uchunguzi tunawapa sasa matibabu yaliyo sahihi ambayo yataondoa ile tatizo kabisa, ambayo vipo vidonge vya kurekebisha, lakini zipo sindano sasa hivi ambazo tunaziita PRP injection, na tunafanya sasa hivi kwa sababu utaalamu huo upo. Na tatizo hilo linaondoka kwa sababu kwa mfano kama sindano hizo za PRP injection ambazo tunawachomaga zinaenda kutengeneza upya na kuipa nguvu upya kuta ile ya njia ya uzazi, kuanza sasa kutengeneza unyevu na kurekebisha sehemu zote ambazo zilikuwa zimepata uharibifu. Kwa maana hiyo sasa mwili wenyewe utakuwa unafanya hiyo kazi badala ya kuendelea kutumia hizo vilainishi kila wakitaka kukutana na mume au partner wake. Lakini kingine ambacho kinawakuta pia akina mama ni ukavu ambao unasababisha sasa mtu anakuwa hawezi kabisa hata kukaa comfortable, kwa sababu ule unyevunyevu ukeni una sababu yake, sio tu kwa sababu ya maandalizi ya kukutana na mwenzi wako, lakini tunajua uke ni kama tube, ni hole. Kwa hiyo kama haina grease, unyevunyevu, unakuwa muda wote unasikia kama unakatika, kama unawashwa, na mtu akafikiria kwamba amepata infection. Hapana, ukiwa tu hauna unyevunyevu wa kawaida utakuwa unapata miwasho ya mara kwa mara, na wengi watakimbilia pharmacy kununua vidonge kudumbukiza, ama ukimpigia mtaalamu wa afya anakuambia tuweka kidonge. Sio sahihi. Ni vizuri kupata uchunguzi sahihi kwa wataalamu sahihi ili uweze kupata matibabu yaliyo sahihi kabisa. Kweli kitengo cha urogynecology, kitengo cha wataalamu bobezi wa sakafu ya nyonga, kinashughulikia matengenezo ya urembo wa wanawake sehemu zao za siri. Kiuhalisia sio kila mmoja anapendezwa na kitu ambacho Mungu amebariki nacho, na tunaruhusu kabisa kwa sababu sayansi inaruhusu kumfanyia mtu jambo ambalo halitomdhuru, lakini litamfurahisha na kumpendezesha, basi linapitishwa kitaaluma kabisa, na sheria za taaluma inaruhusu. Kwa hiyo wanawake wengine baadhi wanakuwa na mashavu ya uke ambayo labda ni marefu sana, ambao kwa wao ndivyo walivyozaliwa, lakini hayapendelei, yanamnyima furaha, yanamnyima confidence. Kwa hiyo sisi kwa sababu tumefunzwa na tunaweza kumsaidia kuweza kuyarekebisha na kuyaweka saizi ambayo atachagua yeye, ambayo itampendeza na itamfanyia sehemu zake zionekane zimependeza. Lakini pia kadri umri unavyoenda, wanawake mashavu yao makuu ya ukeni yananywea, yanasinyaa, kama vile wanavyosinyaa na kupata hizi mikunjo ya uso. Pia sehemu zile kadri muda unavyoenda zinaanza kusinyaa. Sasa tunasema tunamfanyia kitu kinaitwa filling. Tunajaza yale mashavu ya uke kutumia dawa maalum ambayo itayavimisha na kuyafanya yaonekane muonekano kama alivyokuwa binti wa makamo miaka 20-25. Lakini pia urembo mwingine ni ile hali ambayo mwanamama amejifungua mara 2 mara 3, alichanikaga labda, lakini alivyoshonwa hapendezi, anatamani arudishiwe na arekebishwe vizuri sehemu ya nje tu ya uke wake. Kwa hiyo pia tunafanyia operation ndogo, tunaita operation sakinifu, za kurudisha sehemu zake zivutie na zirudi muonekano wake wa awali kama vile alijawahi kujifungua kabisa. Lakini wale ambao pia wanakerwa, kuna wanawake wanakerwa tu na ukubwa wa njia zao, ambazo wakati mwingine hawafurahii tendo tena kwa sababu ile mikwaruzo imekuwa imepungua. Kwa hiyo na wale pia tunaruhusiwa na tunaruhusu
waje ili tuweze kuongea nao. Tunafanya counseling vizuri, waelezea nini huwa tunafanya kwa ajili ya kupunguza na kuwafanya sehemu zao zikae vizuri. Unajua, kwa sababu kulikuwa hakuna hii taaluma, watu walikuwa wanafanya vitu vingi ambavyo sio sahihi. Yapo mitaani na hata mitandaoni utaona kwamba watu walikuwa wanaambiwa sio waweke vitunguu saumu, wengine wanachukua sijui majani ya nini kwa ajili eti ya kubana uki. Kuna majina mengi, vipipi na vitu vingine ambavyo kitaalam havipo na havijathibitishwa kitaalam kwamba vinaweza kusaidia ama vina effect ya muda mrefu. Kwa hiyo taaluma sasa imekuja kwa ajili ya kuwapa wanawake kitu sahihi, lakini kitu ambacho kina takwimu ambazo zimethibitishwa kwamba kinaweza kumsaidia na kimewasaidia wengi tayari. Kwa hiyo wasifanye tena vitu vya kona kona, kwa sababu tayari ipo na inafanyika kiuhalali kabisa. Ni wao tu kuweza kupata muda, kupata appointment.